Habari za mchana ndugu waandishi wa habari. Majina yangu ni Agnes Adielmero, mkurugenzi wa mawasiliano ofisi ya Rais Daruso Mlimani, lakini pia ni msemaji wa serikali ya wanafunzi Daruso Mlimani. Nipo hapa mbele zenu kuwasilisha taarifa kuhusu shughuli zilizofanyika na serikali ya wanafunzi 2025-2026 katika muhula wake wa robo wa mwaka. Katika kipindi hiki, serikali imeendelea kuhakikisha ustawi, usalama, taaluma na mazingira ya wanafunzi vimeimarishwa kwa kushirikiana na management ya chuo. Kwa kuanza na Wizara ya Usawa, Jinsia na Makundi Maalum, tumeendelea kushughulikia malalamiko na changamoto za kijinsia, hasa yale yanayohusu uelewa mdogo wa kuishi na watu wenye ulemavu. Lakini pia tumeendelea kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaendelea kupata elimu maalum kutoka kwenye taasisi kama TAMWA na TGNP. Katika Wizara ya Miundombinu, Malazi na Mazingira, serikali imehamasisha wanafunzi kulipa madeni yao mapema ili kufuatilia changamoto za maji, umeme na kushiriki kikamilifu katika ukaguzi wa mabweni. Sambamba na hayo, ndugu waandishi wa habari, serikali ya wanafunzi imeendelea kuhakikisha kwamba kuna maboresho ya miundombinu katika mabweni yetu kama eneo la lifti, eneo la maji, milango pamoja na huduma nyingine nyingi za mabweni. Ndugu waandishi wa habari, katika Wizara ya Sayansi na Teknolojia, tumeendelea kuboresha utoaji wa taarifa kwa wanafunzi kupitia video fupi kama hizi. Lakini pia tumeenda mbali kwa kutumia vyombo vya mitandao ya kijamii kama Instagram, WhatsApp pamoja na TikTok. Ndugu waandishi wa habari, katika Wizara ya Ulinzi na Usalama, serikali imezidisha kuimarisha ulinzi kwa kufanya ukaguzi wa zimamoto, kushiriki mafunzo ya kukabiliana na majanga, lakini pia kufuatilia mienendo ya wanafunzi katika mabweni. Mnamo tarehe 21 mwezi Novemba, Mheshimiwa Rais William Emmanuel alikaa kikao na viongozi wote wa hostel pamoja na kitengo cha chuo cha Auxiliary Police. Lengo na nia ya kikao hichi ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata ulinzi madhubuti katika hostel zao. Ndugu waandishi wa habari, katika Wizara ya Fedha, Mipango na Uwekezaji, tumeanzisha mchakato unaoitwa Daruso Car Wash. Lengo la Daruso Car Wash ni nini? Ni kupanua wigo na mapato ili kupunguza nakisi ya budget. Mpango kazi wa vipindi vya likizo fupi pia umeandaliwa ili kuimarisha utoaji wa huduma kwa wanafunzi. Waandishi wa habari, serikali yetu ya wanafunzi ina wizara inayohusika na diplomasia, asasi na asasi za wanafunzi. Serikali imeanza mazungumzo na balozi mbalimbali. Lengo ni kuleta fursa za kitaaluma na kijamii kwa wanafunzi wetu wapendwa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini pia asasi hizi chini ya Wizara ya Diplomasia na asasi za wanafunzi imefanya ushirikiano na DICA, Chuo Kikuu cha Muhimbili, IFM na CBE kuendelea kuleta manufaa kupitia warsha na program maalum za kitaaluma. Serikali ya wanafunzi Daruso Mlimani ni serikali yenye matukio maalum, yenye matukio mengi
Na mojawapo tumetoka kukamilisha hivi juzi ni tukio la Daruso Day. Ndugu waandishi wa habari, katika kipindi hichi cha serikali tumefanikiwa kuandaa tukio hili kwa hisani ya benki ya CRDB. Tunawashukuru sana kwani Daruso Day imeongeza uelewa wa wanafunzi wapya kuhusu huduma za chuo, utamaduni na fursa zilizopo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini pia ndugu waandishi wa habari, matukio makubwa yanayokuja ni kama yafuatavyo. Kutakuwa kuna UDSM Bonanza and Campus Batch itakayofanyika mnamo tarehe 1 Disemba mpaka tarehe 6 Disemba 2025. Lakini pia tunatazamia na tumejipanga kuandaa tukio maalum la mchezo, nalo litakuwa ni Intercollege Competition, ambayo itakuwa ni mashindano kati ya ndaki, shule pamoja na taasisi za campus zote za UDSM. Lengo la Intercollege Competition ni kuzua vipaji au kuviboresha au kuvifanya ving'ae vya wanafunzi wetu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini pia tutakuwa na tukio maalum ambalo litakuwa ni Mr. and Miss UDSM, ambalo ni shindano la umahiri, ujasiri na utambulisho wa vipaji vya wanafunzi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Matukio yanalenga kujenga mshikamano, kuibua vipaji, kukuza taswira ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ndani na nje ya nchi. Kwa kumalizia, ndugu waandishi wa habari, bado tunakabiliana na changamoto mbalimbali kama ucheleweshwaji wa huduma na upungufu wa miundombinu. Serikali inaendelea kushirikiana karibu na management ya chuo kuhakikisha changamoto hizi zinapewa majibu ya kudumu. Asanteni sana ndugu waheshimiwa waandishi wa habari, nakaribisha maswali. Okay, kwa majina naitwa Asha Asumani, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia ni presenter kutokea Ndija Updates. Kwa mheshimiwa msemaji wa serikali ya wanafunzi Daruso, swali langu la kwanza linalenga kwenye swala zima la ushirikishwaji wa wanafunzi na matawi yaliyoko nje na main campus ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama MUCE, DUCE, SJMC. Niseme kwamba nyinyi kama serikali ya wanafunzi imechukua hatua gani kuboresha uwakilishi na kushughulika na changamoto za wanafunzi wa matawi mengine, lakini pia kufanya kujihisi kwamba nao pia ni wahusika kutoka moja kwa moja kwenye serikali kuu ya wanafunzi Daruso. Lakini pia swali langu lingine, kumekuwa na ufinyu wa taarifa hususan kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza kupokea taarifa za muhimu. Kwa mfano matukio nimesikia hapo, kuna Daruso Day ilifanyika, lakini pia kuelekea UDSM Bonanza. Je, hamasa kwa upande wenu mmeiandaje, ipoje ili kila mtu hususan kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza wawe wanufaika na wapate taarifa kwa urahisi ili kuweza kuhudhuria kwa wingi na kuweza kuonyesha vipaji vyao kwa wale ambao wapo tayari katika swala hilo. Hilo ni swali langu. Asante sana dada Asha kwa maswali mazuri. Uhusiano kati ya wanafunzi waliopo off campus na campus kuu ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam upo na unaendelea kuimarishwa. Uhusiano unaonekana katika mihimili yote mitatu ya serikali ya wanafunzi, ambapo katika bunge la serikali ya wanafunzi kumekuwa na representative au wabunge kutoka ndaki za off campus, lakini pia ndaki za main campus. Pia katika baraza la mawaziri kumekuwa na mawaziri, naibu waziri pamoja na makatibu wakuu wanaotoka katika ndaki za off campus, lakini pia main campus. Matukio mbalimbali yanayoratibiwa na serikali ya wanafunzi Daruso Mlimani yamekuwa pia yakiimarisha uhusiano huu. Hivi karibuni tumetoka kufanya Daruso Day, ambapo imehusisha wanafunzi wote wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo wamejiunga katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam
2025. Katika swali la pili, tunahakikisha kwamba first years wanapata taarifa zinazohusiana na serikali ya wanafunzi, lakini pia sekta kama elimu. Katika swali la pili, tumehakikisha kwamba first year wanapata taarifa muhimu kupitia social medias. Kuna magrupu ya WhatsApp, kuna Instagram, kuna TikTok. Lengo kuu ni kuhakikisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza wanapata taarifa zote muhimu.